Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea na ziara yake katika mikoa ya kanda ya Ziwa, na hii leo Juni 17 mwaka 2025 rais alikuwa katika mkoa wa Simiyu. Akiwa katika ziara yake hapo mkoani Simiyu, kabla ya hotuba yake, mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina akiwa mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan alitoa pongezi kwa miradi mbalimbali iliyofanyika katika taifa la Tanzania, lakini pia akamuomba Rais Samia Suluhu Hassan kuwa bado jimboni kwake kuna miradi inayohitaji fedha zake, akisema kwamba wanaosema hakuna wanachomdai kwake Kisesa lipo deni. Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai, na wale na maeneo mengine kote wanaosema wakudai zile fedha zihamishe kule zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Sasa pongezi. Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa. Na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali, hatuonani. Leo ana kwa ana nataka nizifikishe pongezi hizi kwako. Mheshimiwa Rais, mimi ni tofauti kidogo na viongozi wengine ambao wanazungumzia matumizi tu. Mimi naamini kwamba matumizi ni matokeo ya mapato. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya Rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarobaini wa matatizo yote tulio nayo. Mheshimiwa Rais, tumefanya jambo kubwa, Watanzania watakukumbuka. Kwa tume yetu hii, matokeo ya hii tume yatakapoletwa kwa wananchi na utekelezaji wake, tunajua fedha kwa ajili ya maendeleo katika nchi yetu zitaongezeka. Mapato yanayokusanywa leo, mimi na hapa Mpina, mapato yanayokusanywa leo na TRA pamoja na taasisi zingine za serikali yataongezeka mara 2 au zaidi. Kauli yake ikamwibua Waziri wa Kilimo Hussein Bashe, ambaye akamshukia mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina na kueleza kuwa yeye pamoja na wanasiasa wenzake wanachangia kuwa zao la pamba kwa kuingiza siasa, hasa katika suala la bei ya zao hilo. Na nataka niliongee ili polepole, wakulima wote wa pamba na wanasiasa wenzangu wanielewe katika hili. Mheshimiwa Rais, toka historia ya nchi hii, mkulima wa Simiyu alikuwa anapata kilo 200 na kilo 300. Wanasiasa wa mkoa wa Simiyu wameitumia pamba kama siasa na sio zao la kiuchumi la kuwatoa watu katika umaskini. Kwanza, hakuna mtu yoyote anayeweza kutathmini bei ya pamba isipokuwa serikali. Hata wakiwa wanunuzi 500 kwenye kijiji, bei ya pamba inaamuliwa na serikali. Na mimi nataka nimuombe ndugu yangu Mpina hapa mbele ya wananzengo. Mimi na yeye tulishakubaliana, Mheshimiwa Rais atasema hoja zake, nitazijibu hadharani, kwa sababu hakuna ambalo serikali inaficha. Mpina huyu aliua kitalu cha mbegu katika kijiji cha Mwabusalu kwa siasa hizi za kuwadanganya wananchi. Serikali ikakiondoa. Tuliweka kitalu, wananchi wale walikuwa wanapata zaidi ya milioni 250 mpaka milioni 320. Fedha za ziada ukiacha bei. Akaenda kuwahamasisha wapande mahindi ndani ya katika hivyo vitalu. Hatuwezi kuruhusu mfumo huu ambao wanao, na mwaka 2019-20 alikuwemo kwenye serikali. Ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, rais atangaze bei. Matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa 500, ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiyu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga. Katika hotuba yake, Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na kuzungumzia mambo mengi na shughuli mbalimbali za maendeleo zilizofanyika katika mkoa wa Simiyu na maeneo mbalimbali, akamzungumzia mbunge Luhaga Mpina kwa kile alichokizungumza, akisisitiza kushangazwa na kauli zake. Ndugu yangu Mpina aliomba barabara kwamba barabara hii ni ya vumbi, madaraja 3 na kuwepo kwa halmashauri ya wilaya ambayo waziri alishasema. Lakini uwepo wa halmashauri ya wilaya sehemu yoyote
huanza na mchakato wa ndani. Unaanza na mchakato wa ndani, ombi linapelekwa TAMISEMI, TAMISEMI wanachakata na huku juu tunamalizia. Lakini hatoki mtu kuomba juu kwa rais wakati ndani huko alikotoka mchakato haujaanza. Hilo halipo. Kwa hiyo kama alivyosema waziri, anzeni mchakato. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya Lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni, kazi hii ingefanyika, lakini inaonesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili, kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa, SGR, Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko, muache nimchukue kwenye nafasi zangu 10. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amount ya fedha akitoa kichwani. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake. Angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu. Nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada ya barabara za kusuka nywele ndicho alichoongea. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake. Angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu. Nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada ya barabara za kusuka nywele ndicho. Hiki kinajili wakati joto la uchaguzi 2025 likizidi kupanda, huku harakati za uteuzi ndani ya Chama cha Mapinduzi pia zikishika kasi na muda wa kuchukua fomu kuomba nafasi mbalimbali ikiwemo ubunge, uwakilishi kule Zanzibar pamoja na udiwani ikiwa imeshika kasi kweli kweli, na huenda baadhi ya mambo ambayo yanajitokeza hivi sasa yanatokana na joto hilo. Nini maoni yako? Andika kwenye comment. Mimi ni Shehani Msaina, hii ni Toka Zamani TV. Tunaendelea kukusogezea update za matukio mbalimbali ya kila pembe ya Tanzania. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313, barua pepe tokohas@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.